Kwa kweli ni huzuni kubwa. Barabara ambayo ni ya shughuli nyingi imegeuka kuwa shamba ambalo hata pia kulima huwezi lima ndani yake. Tuondoke Kiambu tuelekee Tana River. Huku waumini wa dini ya Kiislamu wakiendelea na maandalizi ya kusherehekea sikukuu ya Eidul Adha, wakazi wa eneo bunge la Garsen, kaunti ya Tana River, wanaoishi kwenye mabanda baada ya kuathirika na mafuriko wamepokea msaada wa nguo kutoka kwa wahisani. Sheikh Abu Katada amesema lengo lao ni kuhakikisha kila mtoto na mzazi atasherehekea Idi kwa heshima na furaha licha ya changamoto za kiuchumi. Ametoa wito kwa waumini wa Kiislamu kushirikiana na kukumbuka jamii zisizojiweza hasa wakati wa sikukuu. Wazazi hao wameelezea kuwa hali ngumu ya kiuchumi na gharama ya maisha imewasababishia wao kuishi katika uchochole. Na kama tunavyojua hali ya uchumi si hali, na baada ya siku za kuhesabika, siku 2-3 tutakuwa katika sherehe ya Idi. Tukaona tuweze kuwakumbuka ndugu zetu ambao kwamba wanapitia changamoto na hali nzito ya kimaisha maeneo kama haya. Hasa sisi wakati huu ambao tunaelekea sikukuu ama Eidul Adha, wallahi inatutia moyo na inatupatia furaha ya kuweza kusherehekea kama wenzetu. Wazazi wengine hatuna hata hiyo hali ya kununua nguo zimekuwa ghali sana. Tunashukuru tena sana. Kwanza wale wa Kiislamu tumepata mavazi ya kuendea kuswali. Tulikuwa na usaidizi hapa na pale mara kwa mara, lakini sasa tuko na mwaka wenzetu wameacha kutupatia mkono paka wa sahihi. Kwa hivyo unaona hizi manyumba mnaziona, kwa wale wako na uwezo wameweka bati moja, lakini wale wengine majority wengi zaidi ni wale wako kwa banda, na banda ile tarbala tulipewa sasa imeisha na inavuja na mvua, na tuko katika msimu ya mvua na baridi. Tusonge Taita. Bajeti ya zaidi ya mwaka